Okay, tunasonga mbele msikilizaji kuendelea yote yanaendelea kati ya Albert pamoja na Rachel. Tumeshaona ya kwamba Albert ni kama sasa anaamua kumtumia Sarah ili kuweza kama kumkomoa Rachel hivi, maana unajua Albert alibaki anashangaa kwamba inawezekana vipi binti imeshafikia ni 90% kufanya kitu alafu mtu akili kamrudia na akaukatalia. Sasa kaamua kufanya umafia kwa Sarah. Alienda kuchukua chupa 2 za pombe na wamekunywa wote. Sarah mwenyewe ni mnywaji na Sarah alianza shobo, na Albert anatuambia hakutaka kumchelewesha. Alimuonyesha kilichomtoa kanga manyoya. Langu jina ni Lucas Lumbasi msikilizaji. Asante sana kwa koe ambaye umesha like hii video na kucomment ama kusubscribe. Rachel anatuambia kwamba nilikosa usingizi nikatoka mpaka sebleni. Ilikuwa ni saa 5 usiku, Sarah bado hajarudi. Nilirudi chumbani, kitandani sikumuona mume wangu. Nilisogea bafuni baada ya kumsikia sauti yake. Alikuwa akifoka sana. Sijui niliingiwa na kitu gani. Nilitamani kujua ni nani aliyemkasirisha namna hiyo. Sio mtu wa kujificha ficha. Sasa kwa nini aongelee chooni? Sikusikia vizuri alichokuwa akiongea, lakini niliingiwa mashaka kidogo niliposikia ameshika mlango. Nikawahi kitandani nikajifanya nimelala. Alipanda kitandani akalala. Nami sikutaka kumfikiria vibaya. Nilipitiwa usingizi kwenye mida ya saa 7 usiku huo. Sarah alinitumia ujumbe, nikamfungulia geti. Niliamka na kwenda kumfungulia. Nilimfokea nikamwambia Sarah, "Hivi unafanya mambo gani haya? Huu ni muda wa kurudi kweli mtoto wa kike?" Sarah aliongea kilevi huku anayumba akasema kwamba dada, jamani, dadangu kipenzi, si ulitaka nirudi kwako Nimerudi mdogo wako, nipokee. Sawa, kwa nini unanifokea? Usinifokee bwana. Nikamwambia wewe. Hivi kweli wewe? Sarah kanikatisha kanambia, dada huwezi kuamini dada. Una pesa alizonipa Kenzo. Mimi nikwambia yule mwanaume ananipenda sana dada. Sarah alisema akifungua pochi yake na kutoa noti 5 za 10,000. Nikamwambia, hivi huoni kama anakutumia? Huoni kama anakutumia? Yaani sitashangaa ni ukiniambia kwamba umelala naye. Sarah akajibu kwamba dada, sijui nilichelewa wapi mimi. Dada Kenzo ni mwanaume mzuri, sije kuona. Alafu yule kaka ni kiboko, anajua mapenzi mpaka basi. Nijisikia vibaya na kuhisi aibu kwa wakati mmoja msikilizaji. Yaani unajua nimeanza kujuta kwa nini nilitaka arudi. Sarah ni mjinga. Yaani alinisimulia kila kitu alichofanya. Nilimuongoza mpaka chumbani kwake, nikamlaza. Nirudi chumbani nikiwa mnyonge sana. Sarah amenifanya nimkumbuke Albert na mambo yake. Wakati narudi kulala kitandani, ujumbe uliingia kwenye simu ya mume wangu. Nilisogea na kuichukua. Nilitabasamu baada ya kutoa, kumbe hajabadilisha siku zote. Aliwahi kunitajia siku moja nilipomuomba simu yake ili nimpigie mama. Nilipofungua simu ya ujumbe, sikuamini macho yangu. Mikono ilitetemeka mpaka simu ikadondoka. Nilinama chini, nikaiokota na kuirudisha taratibu. Baada ya mume wangu kujigeuza na nikajua akinitazama atagundua, nikakimbilia bafuni. Nilikuwa nimesoma ujumbe uliokuwa umetumwa wakati huo. Aliyetuma alikuwa ameandikwa soulmate. Alisema kwamba naomba unisamehe, sikukusudia kufanya vile. Niamini siwezi kuwa naye, mimi ni wako tu. I say. Kwa hiyo kumbe ina maana hiki ndo kilimfanya akasirike na kufoka namna ile. Ina maana ile hasira ni kwa sababu ya mchepuko kuwa na bwana mwingine. Msikilizaji, hivi hasira zimenipanda mpaka nimeshindwa kukuita vizuri. Hivi mnajua nilikaribia kupagawa? Yaani mume wangu wa ndoa anamsave mwanamke soulmate. Na anamuonea hivi kabisa. Nyie? I say. Yaani nilihisi kuzimia. Nililia sana siku hiyo. Asubuhi Peter aliniamsha. Akaniambia kwamba afanye haraka, nataka niwe kazini. Yaani nilimkata jicho hilo, bahati nzuri ya kuniangalia, akaingia bafuni kuoga. Unajua nilianza kuyakumbuka maneno ya Albert na ndio alifanya nikamfokea. Alitoka bafuni baada ya kumaliza kuoga, nikamtazama anajifuta maji na kujipaka mafuta. Unajua namwangalia tu simalizi. Yaani huyu
niliyekuwa namuona mwaminifu kumbe ndo yuko hivi. Yaani kumbe mwanaume ni mshenzi. Siku zote nilidhani hapendi hayo mambo, kumbe ni master. Iliniuma mno kujua yuko na mtu mwingine wanayetoshelezana na mimi ni kama pambo tu. Aliniona nilivyomwangalia akanisamisha akasema kwamba Martina, uko sawa kweli mke wangu? Mimi ndio niko sawa. Nishtuka, nilikuwa sijui kama ananitazama. Sasa vipi, nguo ulizoandaa ziko wapi? Nguo za nini? Oh. Kumbe unaenda kazini. Nilisema nikilifuata kabati nikafungua. Nilikuwa kama nimechanganyikiwa. Siku zote namwandalia nguo mume wangu, alafu leo namuuliza nguo gani? Hili jambo lililonitokea sio la kawaida na ni ngumu sana kuficha. Peter alisogea mpaka pale kabatini, akanishika na kunitazama. Nilikuwa natetemeka. Peter akaniambia, mke wangu unajisikiaje? Alisema akishika paji langu la uso. Nilizidi kumshangaa, huyu mwanaume ni mnafiki. Kwamba ni anaonyesha kunijali. Nilimwambia kwamba anajisikia vibaya na hisi homa. Nilimdanganya nikimkumbatia. Naye alinikumbatia, nilijihisi amani sana. Nilitamani kumwambia lakini naogopa asiniache, maana kwake sina jeuri kabisa. Akaniambia, pole mke wangu, jiandae basi nikupeleke hospitali. Hapana, wewe nenda tu kazini. Wala usijali, nitakuwa sawa tu. Nataka kupumzika. Kwanza nitaenda na Sara baadaye. Una uhakika? Ndio mume wangu. Nitakuwa sawa. Peter alinilaza kitandani, akanifunika na shuka kisha yeye akaendelea kujiandaa. Unajua mpaka hapo bado siamini kama ni yeye kweli aliyekuwa anachati vile. Sina uhakika, mimi siwezi kumuuliza. Kwanza mpaka nipate uhakika. Nilimwona akichukua simu yake, akaibonyeza, akaitazama. Nilitoa macho nilipomuona akitabasamu baada ya kusoma vitu. Yaani baada ya kusoma kitu kwenye simu yake. Nilijaa hasira na kama angeendelea kuchati, ningenyanyuka na kuchukua simu. Kwa bahati hakujibu, akaweka mfukoni akatoka. Nilia mno. Mdosa nimejifunika shuka. Yaani kwanza sikuwa hata na nguvu za kwenda kazini siku hiyo. Nilimpigia Agi nikamwambia naumwa. Kweli nilikuwa ni kama mgonjwa. Jamani, watu mnasiri sana. Mbona hata mkuniambia kusalitiwa kunauma hivi? Flora ambaye ni dada wa kazi alikuja kuniita chumbani. Baada ya kutoka aliniambia kwamba kuna mgeni nje. Nikasema mkaribishe ndani. Hapo nilisema hata kabla sijaambiwa ni mgeni gani. Sasa Flora akasema kwamba ni bora ukaenda kumuona kwanza kwa sababu dada Sara amekataa asiingie na amemfukuza. Basi nikamuuliza kwamba Sara amemfukuza ni nani kwani? Niliuliza huko nikinyanyuka. Akaniambia kwamba ni mkaka fulani hivi tu mweupe hivi kama. Kabla hajaendelea nilimkatisha nikasema basi nakuja dada, wewe nenda kaendelea na kazi zako. Nilisema nikijiandaa kutoka. Nilifika nje na kumkuta Ali amesimama getini. Mkononi alikuwa na maua. Uso wake umelowana kwa machozi. Nilimkaribisha ndani. Tulipofika sebuleni, Sara alipita akitokea chumbani kwake. Alikuwa amevaa kigauni kifupi na mkononi kabeba pochi. Sara, unaenda wapi? Hivi huoni mwenzo amekuja kukuona hapa? Nilisema na kumfanya asimame. Sara akajibu kwamba wewe ndio umemkaribisha ndani. Inamaanisha unamjua. Sasa mimi inanihusu nini? Aya, we Sara. Nilimuita kwa sauti ya juu, lakini hakujali akaondoka. Nishusha pumzi nikamgeukia Ali nikamuuliza kwamba Ali, kwani mmegombana? Ali akajibu, shem, kiukweli hata sielewi Sara amepatwa na nini. Amekuwa tofauti sana, anabadilika ghafla sana. Hivi unakumbuka vizuri nilichokuambia siku ile? Sijasahau shem, na kiukweli mimi napambana sana. Lakini naumia Sara anapokuwa mbali na mimi na mimi namhitaji sana. Anyway, unajua mimi siwezi kuingilia mahusiano yenu. Nitakachofanya ni kuwashauri tu kwa sababu nyinyi bado ni vijana wadogo. Kama uliweza kuishi naye kwa zaidi ya miezi mitatu na kwa namna alivyo, wewe ni mwanaume haswa. Sina shaka kutambua wote mnapendana. Lakini Ali kumpenda haitoshi. Na hiyo sio kinga imara ya kumzuia asikuache. Rafiki yangu, upendo haununui chakula la mavazi.
haulipi bili wala kodi. Unaona namna alivyo mrembo, anahitaji matunzo. Wewe ni kijana mzuri, lakini tafuta pesa kwanza. Sara atarudi tu mwenyewe. Sasa hivi hata ukilia na kupiga magoti atasema hapana. Ali, dunia na mambo mengi sana. Hatuishi kwa sababu ya mapenzi peke yake. Shemeji, mimi nakuelewa shemeji. Lakini Ali, naomba unisikilize Ali. Hutaki kukata tamaa, Sara nakupenda sana. Mdogo wangu ni mkorofi, lakini sijawahi kuona akipenda namna hii. Sawa shem, basi mimi tutawasiliana. Kwa sasa mimi niko hapa mjini, napambana na vibarua. Natamani kujua unaweza kufanya kazi gani ili nione kama naweza kukusaidia. Mimi nimewahi kuwa dereva, nilifukuzwa kazi baada ya kupata ajali. Oh, pole sana. Kwa hiyo una leseni? Ndio, ninayo. Oh. Anyway, sitakupa matumaini sana, lakini na uhakika utapata kazi. Kweli? Nipe muda nitakujulisha. Yani shem, mimi nahisi kama nimekutana na malaika. Asante sana shem. Ali alisema akinikumbatia kwa furaha. Kikweli nimekuwa na allergy na wanaume. Yaani hisia zangu zimekuwa karibu sana. Kukumbatiwa kidogo tu na sisimka. Sikuwa hivi mimi. Haya yote yani kasababisha Albert. Ila ni ile siku niliyokutana naye. Ali aliniaga akiwa na furaha sana. Nikamuita na kumpa kadi yangu ya biashara iliyokuwa na namba za simu. Nikamsindikiza mpaka getini, tukagana pale nini. Nijisikia vizuri baada ya kumuona akifurahi. Ali ni kijana mzuri, ana mvuto sana. Ni pesa tu ilikuwa imempa mgongo. Lakini anaonekana ni bonge moja la mshikaji. Nikiwa chumbani simu yangu iliita. Alikuwa ni Mama Zulfa. Nikapokea bwana. Mazu akasema kwamba dada, nimekuja ofisini kwako sikuoni. Nikamwambia kwamba Mazu, nisamehe rafiki yangu, najisikia vibaya leo, nimelala. Mazu akasema sasa hiyo nguo vipi jamani? Si nilikwambia jioni na shughuli mwenzio, Nikasema nguo yako bado kidogo tu, nitakuja kumalizia hata usijali. Mazu akasema jamani, Martina usinijaribu. Nikasema basi nitamwagiza Gi aniletee nimalizie huko. Mazu akasema kumbe una cherehani nyumbani, basi nakuletea mwenyewe sasa hivi. Nikasema sawa. Basi Mazu alikata simu. Kiukweli mimi sikuwa na mpango wa kutoka kabisa leo. Sasa baada ya nusu saa Mama Zulfa alifika nyumbani kwangu. Nimkaribisha sebleni, tukapata chai pamoja. Tulipomaliza moja kwa moja tukaelekea katika chumba ambacho huwa nakitumia kwa kazi zangu nikiwa nyumbani. Wakati namshonea tulikuwa tukipiga story mbili tatu. Mama Zuni mcheshi sana. Aliweza kunichangamsha kidogo. Nilijaribu kumuuliza baadhi ya maswali, akaanza kunisimulia kuhusu mchepuko wa mume wake. Hivi unawezaje kutulia kwenye ndoa ikiwa unajua mumeo anachepuka? Shoga yangu, mwanaume sio ndugu yako, Mumeo ndani, akitoka ni wa wengine. Hivi unapishana na wanawake wangapi hawajaolewa na ni wazuri kila sekta? Recho, fikiria hata huko mnakosali ni wanawake wangapi hawajaolewa na wengine ni mabinti warembo kabisa. Wanaume wanakutana na vishawishi vingi sana. Kuviepuka ni ngumu. Kwa mimi sidhani kama kuna mwanaume mwenye mwanamke mmoja, na kama yupo ana matatizo. Msikilizaji, sio mara ya kwanza Mama Zu kusema kauli hii. Kwamba wanaume wanakutana na vishawishi vingi, kuviepuka ni ngumu, na sidhani kama kuna mwanaume mwenye mwanamke mmoja, na kama yupo ana matatizo. Na unajua unapokuwa unasema kauli kama hii msikilizaji, mara zote mimi nilikuwa nikimpinga vikali, lakini leo nimemuelewa sana. Nilikuwa namsikiliza kwa makini, hata kushona niliacha, nikawa kama mwanafunzi mwenye lengo la kufaulu. Kwa hiyo kama ukijua na mtu ni kitu gani sahihi unatakiwa kufanya? Una la kufanya best au unataka kuachika tu? Unaweza kumwambia lakini haitasaidia. Kama mimi nimeshasema sana, lakini mume wangu hata ajali. Nimeshachoka, nimemwacha tu afanye anavyotaka jamani. Ili mradi tu ananihudumia na familia yake. Mengine atajua mwenyewe. Sasa ni unafanya nini sasa kumaliza haja zako? Wewe. Mama Tina jamani. Kwani unaniuliza hivyo? Na mimi nataka tu kujua, kuna rafiki yangu. Usinifiche bwana wewe. Itakuwa baba Tina tu kakupiga tukio. Safi, sasa hapa inabidi akuchangamshe. Huyo ndo mwanaume sasa. Unaongea nini wewe? Nakutania bwana, usikasirike. Sawa, nitakwambia
Ni kweli nimegundua na mwanamke mwingine. Kinachoniumiza zaidi inaonekana ana hisia naye kuliko mimi. Asamba nimechagua kupa siri zangu alafu unanicheka. Tulia binti. Tulia na unisikilize mimi. Kwanza hutakiwi kuogopa. Wewe ndiye mama mjengo. Na umezaa naye. Na mna ndoa ya madhabahuni. Na vyeti mnavyo. Umenipata? Lakini vipi kuhusu hisia alizonazo kwa mwanamke? Ni hisia tu ambazo hata wewe unaweza kuwa nazo kwa mtu mwingine. Nilitoa macho nikamtazama Mazuu. Unajua usiogope bwana. Hazimaanishi chochote zaidi tu ya tamaa za mwili. Mama T, ngoja nikupatie siri hapa shoga yangu. Unaniona mimi hapa? Mimi nina mtu ambaye huwa tunakutana kwa ajili ya starehe tu. Ni mtu anayejielewa, ambaye hawezi hata kunisumbua. Nafanya hivi kwa sababu sitaki kuumiza kichwa nikimfuatilia mume wangu na mambo yake. Akichati na bibi wake na mimi na chati na wa kwangu. Hiyo inaitwa titi for tati. Wewe Mazuu wewe. Huo ushauri wako hapana, baki na tu mwenyewe. Mimi siwezi kumsaliti mume wangu eti. Haya malaika Recho. Mimi nimekuambia ukweli. Uchaguzi ni wako. Ufurahie maisha au ufe kwa msongo wa mawazo. Ulikuwa sasa uliposema mwili unaongozwa na tamaa za mwili. Nampenda sana mume wangu. Niko tayari kumpa anachopataga kwa huyo mwanamke. Ili mradi tu anipende peke yangu. Dada, hebu acha ubinafsi basi. Kuna wanawake kibao huko mtaani hawajaolewa. Na wewe unataka mwanaume wa peke yako? Una vita kali sana shosti yangu. Zinduka kwenye hiyo njozi. Wanaume ni mbwa. Hata umpe nyama kila siku, akikutana na mfupa atakula tu. Nilimaliza kushona. Mama Zuu akajaribu nguo yake, ilimpendeza sana. Nikamnyoshia vizuri. Asante kwa ushauri. Chukua nguo yako uende. Kwa hiyo unanifukuza sasa? Hapana, ni vile tu na kuona wajabu. Usijali, iko siku utanielewa. Nilijuta kumuuliza msikilizaji. Alianza vizuri alikokuwa anaelekea, sasa ni kama anataka kunishawishi nimsaliti mume wangu. Sawa, yuko sahihi, lakini mimi sivutiwi na mtu mwazi na kuipamba dhambi ionekane sawa. Huyu dada namuona kama wakala wa shetani. Unajua kuna namna kanivuruga lakini hapana, naiheshimu sana ndoa yangu. Na nitailinda kwa gharama yote ile. Hata baada ya Mazuu kuondoka bado nilikuwa na mawazo sana. Nikimfikiria mume wangu sipati majibu sahihi. Nikiyakumbuka maneno ya Mazuu alafu nikamtafakari Albert na mdogo wangu, ndio nzidi kuvurugwa. Niliamua kufanya usafi wa nyumba nzima. Mpaka nje nilifyeka na kufagia kila kona mpaka Flora alinishangaa. Ilipofika saa 10 jioni nilikuwa nimechoka sana. Nilikwenda kuoga nikavaa vizuri nikatoka mpaka sebleni. Nilimkuta Sara mezani anakula. Nilivuta kiti na kukaa. Nilimtazama namna anavyochezea chakula, ni kama ana mawazo sana. Nikamsemesha nikifunua hotpot ya chakula ili nipakue. Nikamwambia vipi kwema? Sara akasema dada, yaani Kenzo hajanitafuta tangu asubuhi na message zangu hata ajibu. Asubuhi ulipotoka nilidhani unakwenda kuonana naye. Hapana dada, mimi nilienda tu kwa rafiki yangu. Huenda yuko busy. Basi hata siangejibu hata ujumbe tu dada. Unampenda kiasi hicho? Mimi nampenda sana jamani, mimi nahiseni kama mimi siwezi kuishi bila yeye. Sara, hivi una akili kweli wewe? Yaani mtu umekutana juzi tu sasa hivi unasema kwamba huwezi kuishi bila yeye? Wewe moyo wako una shida gani? Dada lakini hakuna cha lakini. Unataka utumie akili. Yaani unakuaje rahisi hivyo kwa mwanaume? Unajirahisisha mno, anakuona mjinga. Huyu mwanaume anakutumia tu. Hivi kwa nini ujiongeze baada ya kulala na wewe hakuhitaji tena? Kwa nini ujiongeze? Kusoma hujui. Haya, na hata picha utake kuona kweli? Dada jamani, dada useme hivyo dada tafadhali dada. Nisikilize. Sio wewe uliyesema kwamba unampenda Ali na uko tayari kumwacha? Kwanza sijui kwa nini tu unahangaika na mambo yako. Wote nyie tu ni mnaendeshwa na tamaa. Hasira zangu zote nilimshushia Sara. Hata chakula mimi sikuweza kula. Nikaingia chumbani kwangu. Yaani wananivuruga tu. Yaani siku hata sielewi yaani nahitaji kwenda kanisani ama nini. Nichukua simu nikampigia mama mchungaji nikamuomba tuonane. Alidai yuko kwenye kikao, akitoka atanijulisha. Ni mama yangu wa kiroho msikilizaji, na ananishauri vitu vingi sana. Nilitaka kumweleza yalionikuta ili nipate nafuu. Sasa wakati natoka Sara aliniita. Akasema kwamba dada njoo uone.
alikuwa kwenye furaha sana. Hii ni kawaida kwa Sara. Ni mtu ambaye unaweza kugombana naye saa moja alafu saa 2 mkapiga story. Yaani mkagombana naye sasa hivi saa 10 alafu saa 12 mnaongea vizuri tu. Alafu mimi pia sio mtu wa vinyongo. Nilisogea, akanionyesha kile kilichompa tabasamu ghafla vile. Ulikuwa na ujumbe kwenye simu yake aliotumiwa na Albert au Kenzo kama anavyomsave. Albert ama Kenzo alimtumia ujumbe akiandika kwamba sorry mpenzi, nilikuwa busy. Niambie. Nilisoma ule ujumbe na sikuishia hapo. Nikasoma na ujumbe aliojibu mdogo wangu. Mdogo wangu alijibu kwamba nimekumisi sana mpenzi, nataka kukuona na kupenda sana Kenzo wangu. Kenzo akajibu kwamba poa, nitakujia baadaye. Unajua msikilizaji, kusoma kuna faida sana jamani. Yaani Sara mdogo wangu ananitia aibu. Sasa huku ndio kuandika gani? Yaani hiyo mimi unavyonisikia nimekutamkia ni kwa sababu tu mimi nimeisoma kwa uzuri na nimeelewa. Lakini hiyo nimekumisi sana mpenzi. Yaani ameandika nimekumisi afu hiyo sana kaandika SN. Mpenzi kaandika MPNZ. Alafu sasa unataka kukuona kaibananisha. Nakupenda sana kaibananisha. Kenzo wangu kaibananisha. Yaani alivyokuwa anajimaliza aibu naona mimi. Nilinungunika. Nafsini nikajisemea kwamba hii kapo haifiki popote. Kijana na elimu ya chuo kikuu nje ya nchi na binti kaishia darasa la 7. Wakidumu hawa yatakuwa ni maajabu mengine. Nilimtazama mdogo wangu. Nikaambia kwamba Sara, huyu mtu sidhani kama anakupenda kweli. Dada jamani dada. Yaani dada tu hujai kununga mkono hata siku moja dadani. Dada bwana mimi hata sikushangai. Sara alisema akininyang'anya simu yake akielekea chumbani kwake. Huenda ni kweli inamwonea hivyo. Lakini hilo halipindishi ukweli kuhusu huyo Kenzo feki kuwa anamchezea tu. Nilitoka nafungua gari langu kwa sababu baba Tina hakuondoka nalo. Nilifungua nikaingia kwenye gari. Sasa kabla sijatoka nikamtumia ujumbe Albert. Nikamuuliza alipo. Kabla sijaondoa gari nikahisi nimekanyaga kitu. Nikainama na kukichukua. Ilikuwa ni bracelet ya kuvaa mkononi. Nikasema kwamba sina bangili ya mkononi kama hii. Hii itakuwa ya nani? Nizungumza mwenyewe nikiitazama. Nikasema au ni Sara, lakini hapana. Sara tangu amerudi hajapanda gari langu. Jana alikuwa nalo baba Tina. Atakuwa nani mwingine kadondosha zaidi ya mchepuko wake? Basi niliishia kujicheka tu nilivyompumbavu. Nikachukua simu kwa Sara nikamwandikia ujumbe mume wangu. Niliandika maneno makali sana. Kabla sijatuma niliusoma kwanza. Nilibadilisha mawazo haraka nikaufuta. Nilichukua kopo la maji nikanywa kupunguza hasira. Nijitia moyo nikasema kwamba Rachel, tulia. Ukishamwambia mama mchungaji utajua cha kufanya, lazima akalishwe kikao. Basi nijitia moyo hivyo, nikaiweka ile bracelet kwenye pochi yangu, nikaondoa gari. Niliendesha mpaka ofisini kwa Charles. Nikaingiza gari parking, nikamtumia ujumbe Albert. Nilimwona kwa mbali akija. Alikuwa amevaa jeans ya dark blue na t-shirt nyeusi ya kuvutika yenye mikono mirefu na shingo ndefu. Alafu juu ya t-shirt kavaa tena jezi nyekundu. Sijui ilikuwa ni ya timu gani, mimi wasifuatilia mpira. Ninachojua alikuwa akapendeza sana. Alikuja usawa gari yangu huku sasa anaongea na mtu kwa njia ya simu. Nisiwe muongo, huyu jini mahaba anatembea vizuri. Nina hasira naye sana kwa sababu jana amelala na mdogo wangu. Na sijui kampa kwa staili gani mpaka Sara kapagawa vile. Albert alifungua mlango wa gari na kuingia. Alikuwa bado anaongea na simu huku ananitazama kwa tabasamu. Harufu nzuri ya marashi ilivamia pua yangu. Basi nilisonya, nikiangalia pembeni nikasema kwamba anafanya nini huyu? Sikuweza kuelewa anachoongea. Alitumia lugha ya Kiingereza cha ndani mno. Nikaribia kukosa utulivu na kumpokonya simu. Nilijizuia kumtazama, nikafungua zaidi dirisha, nikivuta hewa na kushusha yani kuweza kudhibiti hasira zangu. Niambie Rachel, alisema baada ya kukata simu. Albert, au ni kuite Kenzo? Lipo napendelea zaidi kati ya Albert na Kenzo? Rachel, hivi unajaribu kufanya nini? Mimi sijui unamaanisha nini?
Albert, unajua ninachomaanisha. Sawa, mimi ndiye niliyekuomba mtoe kule Sara. Nashukuru kwa hilo. Lakini mimi sikukwambia umchezee mdogo wangu. Nani kamchezea? Mimi sio mjinga Albert. Unajua unachokifanya. Na kuomba uache michezo yako, umesikia? Acha kumdanganya kwamba unampenda tafadhali sana. Oh, kwani unataka nifanye hivyo? Kwa hiyo unataka arudi kwa bwana wake wa zamani, si ndio? Albert, usinijaribu. Uniambia mwenyewe kwamba huna mpango na Sara na utamwacha. Sasa unafanya nini? Mimi sijui kumwambia nampenda. Hata hivyo nilikutana naye baada ya yeye mwenyewe kunitafuta. Albert alisema kwa kujiamini kabisa. Nilimtazama kwa hasira. Albert, nilikosea sana kupatia kazi. Lakini tafadhali sana Albert, naomba uache. Sitaki aumie kwa sababu yangu. Bado mapema sana, unaweza kumwacha. Sara sio mwoga kama wewe. Yule anathubutu, yani ana uthubutu wa kupata anachotaka. Rachel, naomba unisikilize kwa makini. Kuna hisia hazizuiliki, na ukijaribu kupambana nazo utaumia mwenyewe. Mwache kuongea ujinga. Nilikuomba unisaidie kumtoa kule. Na hili ni ombi langu la mwisho. Tafadhali sana Albert, achana na mdogo wangu. Hivi Rachel, kwa nini unasisitiza sana? Au unaumia mimi kuwa naye? Jamali niuliza akinitazama kimahaba sana. Huyu mjinga anacheza na akili yangu Yaani ni kama anatuona kama sisi ni malaya tu. Nilishindwa kujizuia kumnasa kofi. Kitendo cha sekunde, Albert alishanibananisha kwenye kiti huku akiniangalia kwa hasira. Mapigo ya moyo wangu yalikuwa akienda mbio sana. Nilidhani anataka kunipiga, lakini badala yake alikutanisha midomo yetu. Mnajua niliganda kwa sekunde nikimtazama, yani sikuamini alichokifanya. Nilimsukuma, nikanyanyua mkono nimpige tena. Albert aliudaka mkono wangu na kunivutia kwake. Na awamu hii akakutanisha midomo yetu tena na kunibusu zaidi ya mwanzo. Huyu kaka amedhamiria kunidhalilisha. Nijikuta nalegea na kutoa miguno. Yani ni kama nilikuwa nataka ni haswa. Sijui nilipatwa na nini. Hasira ziliyeyuka. Nikaanza kumpa ushirikiano. Yani kuna watu wanafaidi jamani. Tulipokuwa tunatoma sana, simu yake iliita. Ndipo na mimi akili ikarejea sasa. Nikamsukuma pembeni. Nashukuru imeweza kuninusuru, labda tungefika mbali zaidi. Albert akapokea simu, akaikata na kunisogelea tena. Albert, naomba ushuke kwenye gari. Rachel, tafadhali naomba nisamehe. Hata mimi mwenyewe sijui kwa nini nakuwa hivi kila nikikuona. Nashindwa kabisa kuzuia hisia zangu. Basi, naomba tusionane tena. Tafadhali sana Rachel, usifanye hivyo. Najua huwezi kuwa na mimi. Lakini mara moja jaribu basi kuachilia hisia zako kwangu. Najua sio rahisi, lakini inaweza kusaidia kuondoa huu mvutano uliopo kati yetu. Albert. Hivi unaongea nini Albert? Nani ana mvutano na wewe? Niliendelea kukana hisia zangu mwenyewe msikilizaji. Sitaki kabisa huyu dogo anichukulie poa. Rachel, hebu nitazame na uniambie kama kweli huna hisia na mimi. Hivyo mjinga analeta mambo ya kwenye tamthilia ama? Yaani anataka nimtazame anipige boost tena. Alafu nishindwe kujizuia anivue nguo hapa kwenye gari. Siwezi kujidhalilisha namna hiyo. Albert, shuka kwenye gari langu. Usitake nikukumbushe ulichofanya jana na mdogo wangu. Nadhani umenielewa. Nilisema nikimtazama kwa hasira. Albert hakuongeza neno. Alishuka na kuondoka. Nijisikia vibaya sana. Kiukweli natamani asondoke, arudi na kunikumbatia. Na sio hivyo tu, nataka zaidi kutoka kwake. Lakini mimi siwezi kufanya hivyo. Alikuwa sahihi, labda nikiamua kuachia hisia zangu kwake itasaidia kumtoa akilini. Bado mimi ni mwoga, siwezi hata yani kwanza tadhani kama hata yani nilikwenda kwa mama mchungaji, naye nikamuelezea nilichokiona kwenye simu ya mume wangu. Yule mama alinitia moyo na kuniambia nimuombe mume wangu. Hakusema zaidi hapo. Mimi hata sikumuelewa. Mimi nilitarajia hata amshirikishe mume wake na wamweke kikao, lakini hata hakugusia hilo. Mimi nishangaa kwa kweli. Ni mara ya kwanza namuona anafumbia macho jambo kama hili. Nilipotoka pale nikaelekea kazini kwa mume wangu. Huwa nakwenda mara kwa mara ingawa sipendelei sana. Ana duka kubwa la vifaa vya ujenzi, lakini pia ana kiwanda kidogo cha matofali. Nilifika pale nikasalimiana na wafanyakazi wake, nikaingia mpaka ofisini kwake.
Alinisemesha akasema kwamba mke wangu unaendeleaje? Alisema akinyanyuka kwenye kiti. Alimfuata na kunikalisha kwenye kiti kingine. Nyie wanaume sijui mnawezaje, yani alivyoniita vizuri utadhani ni mtu asiye na hatia yoyote. Nimetoka hospitali. Sina tatizo lolote, ni uchovu tu na msongo wa mawazo. Unaweza nini mke wangu? Sina uhakika sana, lakini nahisi kuna kitu tu hakiko sawa kwenye ndoa yetu. Hebu ndoa hayo mawazo mke wangu. Kwani kuna kitu wewe na watoto mnakosa? Unajua mume wangu anapenda sana kunijumuisha na watoto. Yaani utadhani mahitaji yangu na yao yanafanana. Ananiudhi sana. Hapana, yani kabla sijaendelea alipigiwa simu akapokea kwanza. Baada ya mazungumzo nikamuulizia mfanyakazi wake aliyempa likizo baada ya kupata msiba. Na amemaliza wiki 3 sijamuona. Hivi Mgisha bado hajarudi? Hajarudi. Inabidi mtu mwingine tu ashike nafasi yake. Gari haliwezi kukaa bila kufanya kazi. Uko sahihi. Kwa sasa umeshapata mtu mwingine unayeona anafaa? Wapo vijana lakini bado sina uhakika wa kuwapa gari kwa sababu hawana uzoefu. Sawa, kuna kijana ambaye anatafuta kazi, ni mzoefu na kikweli ni mstaarabu sana. Leseni anayo, mambo mengine unaweza kuzungumza naye kama utaridhia kumpa kazi. Lakini kwa upande wangu namwamini sana. Ni nani huyo unayemsifia namna hiyo? Kwani una wivu? Wewe ni mke wangu bwana. Kwa nini siwe na wivu? Niambia ametoka wapi huyo kijana? Ni yule kijana aliyekuwa anaishi na Sara. Ameamua kuhamia huku. Ndio anatafuta kazi. Sawa, hakuna shida. Utamuelekeza. Mambo mengine tutazungumza naye. Asante mume wangu. Bado sijampa kazi bwana. Kwa nini unanishukuru? Na imani utafanya hivyo. Basi Peter aliniletea kinywaji. Nilipokuwa naendelea kunywa, kijana mwingine aliingia na kumuita mume wangu, wakatoka pamoja. Nilipoangalia mezani niliona simu yake. Sasa nikanyanyuka na kutazama dirishani. Niliweza kumuona akiongea na dereva aliyekuwa na gari la matofali. Sasa nilishusha pumzi, nikachukua ile simu, nikaitoa password na kuanza kukagua. Nilienda moja kwa moja WhatsApp. Nilitaka hasa kumjua huyo mchapuko. Niliona jumbe nyingi tu zilikuwa huko mpaka nikaona lile jina Soulmate. Nilibonyeza ile picha kwenye profile. Nilichukia baada ya kukuta Uwarozi. Mjanja sana, hakuweka picha yake. Nilibonyeza kwenye ujumbe. Nilikuta jumbe nyingi. Nikapandisha juu kabisa ili nianze hapo. Zilikuwa jumbe za mapenzi, nilisoma mpaka sasa nikajikuta shabiki yao. Kitu nilichoelewa ni kwamba wawili hawa wanahisia kama nilizonazo kwa Albert. Alafu wao wanafanya kweli. Mimi sinajibana kwa Albert. Kisa ni mke wa mtu. Sasa mume wangu yeye anafanya kweli na mchepuko. Waliambizana wanavyojisikia na kila mmoja alisema anachotaka kwa mwenzie. Nilihisi kama mimi ndiye mchepuko naingilia mapenzi ya watu. Nilimkumbuka Mazuu, nikajiona mjinga kuzuia hisia zangu kwa Albert. Lakini mimi ni mke, pamoja na yote sitaki kumlipizia. Kama akijua nitakuwa nimevunja ndoa yangu mwenyewe. Na mwisho wa siku nitakuwa ni mmoja wa wanawake waliozungumziwa kwenye Bible kwamba mwanamke mjinga huvunja ndoa yake kwa mikono yake. Sasa huyo mjinga ndio nitaonekana mimi. Kwa hiyo hii sio sawa. Nilipata wivu baada ya kuona teksti za mwisho walizotumiana asubuhi. Eti wamesameana na wamepanga kupata dina pamoja. Nilivurugwa. Nilifuta machozi haraka nilipomsikia akiongea nje ya mlango. Nikarudisha simu, nikarudi kukaa nilipokuwa mwanzo. Pole, nimekualisha muda mrefu peke yako. Hakuna shida, nilikuwa napumzika tu. Basi mimi naenda sasa. Nilisema sasa nikinyanyuka, akaniambia kwamba mke wangu uko sawa kweli? Unaweza kuendesha mwenyewe kweli? Nikasema niko sawa. Basi nimjibu nikipiga hatua, kikweli siko sawa. Yeye anauliza anataka sasa mimi niseme nini? Nilipofika kwenye gari nilijilaumu sana kushindwa kumwambia. Unajua nashindwa nianzeje kumwambia jambo hili. Naogopa sana naweza kusema kumbe ndio nikasafisha njia ya wao kuwa pamoja bila kujificha na mwisho siku nikaachwa. Inakuwa ni aibu ya mwaka, yani nitaishije na wanangu bila baba? Sitamani hata kufikiria hilo. Sawa nina kazi lakini kipato changu ni kidogo. Na yeye anashughulikia kila kitu kwenye familia. Labda mambo madogo tu. Huyu mwanaume ndiye ananipa kiburi mwenzenu. Na naheshimika nyumbani kwetu na kila mahali ni kwa sababu ya jina lake. Amefanya makubwa kwa ndugu zangu. Sina cha kumlipa. Alafu kwake mimi sio jasiri kabisa.
Hii tabia yangu hata mimi naichukia sana. Basi nikaendesha mpaka nyumbani, nako nilipokelewa na malalamiko ya Sara. Huyu mdogo wangu bado ana akili za kitoto sana. Sijui nani alimdanganya na kumwambia akimlilia mwanaume ndio atampata. Dada. Yaani Kenzo jamani, dada ni hataki tena kuwa na mimi eti. Sara, naomba jituliza basi. Kwani imekuaje? Alisema mwenyewe kwamba atanijia. Ona sasa ujumbe alonitumia dada. Mimi dada mimi nampenda mwanaume. Hawezi kuniacha namna hii. Sara, hata mimi na matatizo yangu, umesikia? Nimechoka kumsikia huyo Kenzo wako muda wote bwana. Dada jamani, dada acha basi kunifokia, mimi naumia. Msikilizaji, Sara na utoto sana. Yaani ungemuona hata mwenyewe yani anavutia huruma, ungemsaidia. Nichukua simu yake na kusoma alichoandika Kenzo. Kenzo aliandika ya kwamba Sara, samahani, naomba tuishie hapa. Sitaweza tena kuwa na wewe. Basi kimoyomoyo nilijisemea kwamba safi, amefanya nilivyokuwa nataka. Sasa hapa nilichobakiza ni kumtuliza huyu kivuruge wangu amsahau kabisa. Basi baada ya kujisemea hivyo, Sara akasema kwamba dada, naomba basi unisaidie, mimi naweza kufa mwenzio. Sara alisema akilia, utadhani kapewa taarifa ya msiba. Sara, hivi una nini mdogo wangu? Yaani unataka nifanyaje sasa? Dada fanya chochote dada. Kenzo mimi hawezi kuniacha. Sio sasa hivi dada, mimi haiwezekani, naomba dada unisaidie. Alisema akilia tena, yani akipiga magoti. Hivi anataka nimsaidie kwa njia gani sasa? Sara amekuwa msumbufu sana jamani. Ni ndugu yangu, lakini sasa mimi natamani hata yani nimgawe bure. Upande mwingine nafsi inanisuta. Mimi ndiye nimesababisha ile. Tafanyaje sasa? Mimi na Sara tuna tofauti nyingi sana. Labda kwa sababu tunachangia mama na baba zetu ni tofauti. Lakini pamoja na mke wa babangu kuninyanyasa, bado mimi na Vanessa tulipendana sana. Mpaka sasa yuko chuo na hajawahi kunipitisha kwenye wakati mgumu hivi. Tofauti nyingine, Vanessa anajitambua. Yaani sijawahi kumuona akijihusisha na wanaume. Sina uhakika kama ana mtu au hana, na kwa umri amemzidi Sara miaka 2. Sara mdogo wangu, hutaki kuacheka, unadhani mimi nitafanya nini sasa? Ili bwana arudiane na wewe, yani mimi nifanye nini sasa? Au yani unataka mimi nikamfunge kamba nimlete kwako? Dada mpige basi atamtumia ujumbe tu kwa mimi naumwa. Mwambie naumwa afu nakaribia kufa kwa sababu ya mapenzi yake. Nijikuta nacheka mpaka Sara akachukia. Akanipiga kofi begani akasema, dada unacheka nini bwana, mimi badala unisaidie. Nikasema, wewe Sara, wewe na wewe bado ni mtoto kweli. Sasa hiyo mbinu kila mtu mbona anaitumia ili asiachwe? Na imeshazoeleka. Tafuta mbinu nzuri zaidi. Kama vile kusema umekufa alafu akija ukasikia sauti yake unafufuka. Ndio nini sasa? Basi nimwambia hivyo. Akasema kwa mjomba, dada acha basi masiara, mimi niko serious ujue. Nikamwambia wewe, okay sana, nitamtumia ujumbe lakini usiwe na matumaini makubwa. Hata hivyo wote mnatumiana tu. Dada tunatumiana kivipi sasa? Yaani nilikuwa namaanisha sio yeye tu, hata mwenyewe uponee kwa sababu ya pesa anazokupa. Najua unampenda Ali. Dada mimi kweli nampenda sana Ali, lakini Kenzo ananifaa sana, mimi nataka kuwa naye. Haya ngoja tuone. Haya nimwandikie nini ili akurudie? Wewe fikiria haraka umwandikie, mimi sijui bwana. Sawa ngoja nifikirie, lakini sidhani kama itafanya kazi. Nilisema nikijitupia kitandani kwake. Nilipata wazo la kwenda Google kutafuta jumbe nzuri za mapenzi, zile za kumvutia aliyekuacha kurudie. Tulikutana na jumbe nyingi, tukaanza kuchagua inayofaa. Tulikuwa kama watoto. Tulipata kama 2 hivi, nikaongezana maneno yangu mengine tukamtumia. Basi ilikuwa saa 2 usiku, muda ambao baba Tina alitakiwa kurudi nyumbani. Nilimsubiri kwa hamu kwa sababu mama mchungaji alishindwa kunisaidia, basi nilitaka kuongea naye mwenyewe. Paka inafika saa 3 Batina hajarudi. Kampigia simu akupokea. Baadaye akanitumia ujumbe kuwa yuko kwenye kikao kanisani, atachelewa kurudi. Haikuniingia akilini, nikampigia Chazi nikamuuliza. Naye aliishia kujiumauma tu. Hata haeleweki kama kuna kikao au hamna. Yaani wanaume kwa kuteteana. Jambo. Nilikuwa na hasira, nikampigia tena. Hakupatikana. Natamani kumuumbua kwa sababu na uhakika yuko kwa mwanamke wake. Kila nikijaribu kuandika ujumbe nafuta. Nibaki na nungunika tu. Watakuwa wanafanya nini sasa hivi? Wamekumbatiana na kubadilishana mate au wako juu ya kitanda wakiwa wazi tu? Alafu kinachoniuma zaidi ni kwamba
Niligundua mume wangu anajua sana mapenzi, ni vile tu hana hisia na mimi kama alizonazo kwa huyo mwanamke. Kumbe mume wangu anajua staili zote. Yaani inaniuma sana. Mbona mimi anifanyagia, yaani mbona nifanyagia yote? Nilia sana. Kwa hasira nikajisemea kwamba siwezi kuendelea hivi. Akirudi nitamwambia. Ili hata nikiwa naomba ajue kabisa ni nachokemea ni ushetani wake. Nilijaa hasira, nikawa na zunguka tu chumbani kwangu. Sasa msikilizaji, upande wa Albert anatuambia kwamba nilikuwa nimekaa kwenye sofa chumbani kwangu nikitazama picha ya Rachel kwenye simu yangu. Nilikuwa na picha zake kama 3 nilizotoa kwenye simu ya kaka Chazi. Nizipenda sana. Nizitazama na kuamua kuzifuta zote kwenye simu yangu. Nilifuta mpaka namba zake. Sikuishia hapo, nilimblock namba ya Sara. Sikutaka tena kujihusisha naye. Niliamua kuacha ili maisha mengine yaendelee. Niliingia kwenye chumba cha mazoezi, nikapasha kama nusu saa. Nilipomaliza nikaingia bafuni kuoga. Baada ya kuvaa nikaelekea sebleni ambako nilimkuta kaka na familia yake wakinisubiri ili tule. Baada ya chakula shemeji aliwapeleka watoto kulala, nikabaki na kaka tukitazama mpira tu. Albert, mbona kama sikuelewi siku hizi? Hivi kuna kitu kinakusumbua ama? Ndio, namaanisha kilikuwepo lakini hakinisumbui tena. Tamani kujua lakini kama utapenda kuniambia lakini. Hivi kaka, kabla hujaoa uliwahi kupenda mke wa mtu? Namaanisha ukawa na hisia naye kiasi cha kushindwa kujizuia ukimwona? Kaka alicheka huku sasa akigeuka kutazama mlangoni kwenye chumba alichokuwa mke wake. Alinisogelea na kuongea kwa sauti ya chini. Akasema, "Imewahi kunikuta na sio kipindi hicho tu, hata nikiwa nimeoa." Nilimwangalia kwa kumshangaa. Unajua kakaangu ni mtu wa dini sana. Ndio maana sijawahi kumshirikisha mambo yangu ya mahusiano. Lakini hili jibu lake likanipa hamasa ya kujua zaidi. Brother, yani ulifanyaje ilipokutokea? Sikiliza bwana mdogo, hiyo huwa ni tamaa tu, ni kama pepo la ngono tu. Ni ngumu kujidhibiti mpaka umpate au uende mbali naye. Anyway, asante sana kwa ushauri bro. Nadhani ile ofa ya kazi Dar es Salaam itabidi nikubali tu. Uamuzi mzuri. Lakini vipi kuhusu yeye? Haoneshi dalili ya kukutaka? Hapana, namaanisha ni mtu serious sana. Vipi, namjua ama? Hapana kaka, huwezi kumjua. Sawa, lakini kama na yeye anakuelewa, sababisha ndio uende kiro safi. Kaka unaongea nini kaka? Msikilizaji, nilishangaa, yani mimi sikutegemea atasema hivyo. Nidhani atanikanya nisijihusishe na mambo hayo, na kama nataka mwanamke nioe. Sasa hicho alichosema kilifanya nikumbuke enzi zake. Nilidhani kaacha uhuni baada ya kuoa. Shemeji alitukuta tunacheka, akauliza kwamba mnaongea nini kinachowafanya mfurahi namna hiyo. Kaka huko akaendelea kucheka akasema, "Si shemeji yako bwana, anampenda binti alafu eti anashindwa kumwambia." Shemna alinitania akasema kwamba Shem, umenishangaza. Mimi nilidhani watu walioishi Marekani wote wanajiamini. Basi kaka akasema kwamba kuwa kama mwanaume bwana. Kaka alisema akitikisa bega langu. Ananifundisha tabia mbaya. Angejua mwanamke ninayemzungumzia, na hisi hata angenifukuza nyumbani kwake. Yeye na Peter ambaye ni mume wa Rachel ni marafiki wa karibu sana. Na wote ni viongozi wa kanisa. Nilinyanyuka na kurudi chumbani kwangu. Nilichukua simu na kupanda kitandani. Nilikutana na message 3, zote zilitoka kwa Sara. Nilitoa macho nisiamini nilichokiona. Nilisema ya kwamba ina maana binti amejifunza mpaka kuandika. Chezea kuachwa wewe. Nilisema nikicheka kwa sauti. Nilienjoy kwa kweli. Message zilikuwa nzuri sana. Kuna namna anataka kunishawishi niendelee kumchezea. Hajielewi huyu. Namna anavyoonyesha bidii utadhani nimeshamwambia nampenda. Niliamua kumjibu vizuri tu, naye akatuma ujumbe mwingine. Sasa wakati tunaendelea kuchat, niligundua kitu. Nikarudia kuzisoma zile message zake. Nikawaza kwamba mbona kama na chat na mtu mwingine. Haiwezekani bwana, yani mtu ajifunze haraka kiasi hiki. Tena anapangilia vizuri sana maneno. Na mpaka kizungu anaandika vizuri. Hapa kuna namna.
Baada ya kutafakari sana, nikataka kuhakikisha kama ninachowaza ni sahihi. Nikampigia video call. Sasa upande wa Rachel anatuambia kwamba nilipokuwa nazunguka na simu chumbani kwangu nikijaribu kumtafuta mume wangu, Sara alikuja na kunikumbatia nyuma mgongo wangu. Dada, dadangu jamani, dada wewe ni noma sana, mnafaa kuwa mshauri wa ndoa. Dada una akili sana dada. Wewe una nini bwana? Tulia basi utaniangusha bwana. Nilisema nikimtoa mwilini. Mdogo wangu ana mambo ya kitoto sana. Dada, yani baada ya kusubiri sana, jibu la Kenzo, Atma ametuma ujumbe. Sara alisema hivyo kwa furaha sana, akazidi kunikumbatia kwa nguvu. Nikamwambia basi tulia tuone. Nilisema nikichukua simu yake na kuangalia. Yaani wanaume hawana msimamo kabisa. Si alisema hamtaki, mbona sasa katumiwa ujumbe wa kukopi kutoka Google na kalainika? Ila wanaume, tutafika mbinguni mmechoka sana. Haya, shogangu, bwana ndo huyo hapa kajirudi. Endelea sasa kuchati naye. Dada mimi hata sijui hata niandike nini dada, niambie basi. Alisema kwa anatetemeka mikono. Okay, andika hivi. Nimefurahi kuona ujumbe wako kipenzi. Sitamani kuwa mbali na wewe. Ndio maana naogopa kukupoteza. Sijui tutaendelea mpaka lini, lakini sitamani kukupoteza huu wakati. Hisia nizonazo juu yako mimi siwezi kuzizuia. Tafadhali kuwa na mimi. Hata kama ni siku moja tu. Nikuonyeshe ninavyotamani kuwa na wewe. Nilisema kwa hisia sana nikimfikiria Albert. Sara akasema kwa mimi jamani dada, yote sasa mimi nitaanzaje kuandika jamani dada bwana? Wewe maneno mengi hivyo. Hebu shika bwana, andika mwenyewe bwana, mimi nisije kuharibu tena. Nichukua simu na kuanza kumwandikia ule ujumbe. Huku sasa tukitembea kuelekea chumbani kwake. Tulipokuwa chumbani kwake tuliendelea kuchati, mdogo wangu alijilaza na kupitia usingizi. Bado Albert aliendelea kutuma ujumbe, nami nikaa najibu. Ghafla kuna mtu akapiga, ile kutazama ni yeye. Alafu sasa ni video call. Nilibabaika, nikaanza kumwamsha Sara. Sara, amka, Kenzo anapiga simu. Nilisema nikimtikisa, lakini hakuamka. Huyu mdogo wangu akilala, yani kumwamsha nikasheshe nyingine. Nilimtikisa kwa nguvu, akawa anajigeuza tu na kuongea vitu visivyoeleweka. Kenzo naye hakuacha kupiga. Simu ikikata anapiga tena. Nilipokea na kuifunika simu kwenye kamera. Nikaongea nikiigiza sauti ya Sara. Nikamwambia kwamba usipige simu, watu wamelala bwana. Nikiongea dada atanisikia. Nilisema kwa sauti japo ilikuwa ni ndogo, nikakata simu haraka asije kunishtukia. Baada ya kukata, hapo akatuma message ya kwamba sauti yako ni nzuri sana. Nadhani nitalala kwa amani sasa. Mungu wangu. Huyu mjinga sio kama amegundua, kwa sababu mwisho wa ujumbe wake kulikuwa na viimoji vya kucheka. Hii ina maana gani? Ila haiwezekani bwana, acha nione tu kama amegundua. Nikamtumia ujumbe. Nikaandika kwamba Kenzo, samahani nilitamani kuongea nawe lakini nimelala na dada wa kazi. Ni mbea sana, anaweza kunisemea kwa dada. Kenzo akajibu, sijali Sara, nimekuelewa na nimependa kwa sababu unamheshimu sana dada yako. Sasa mimi nikamjibu kwamba humjui tu dada yangu, ni mkali sana. Kenzo akasema sawa mama, tufanye siri basi na usimwambie chochote tunachofanya, na ikiwezekana ufute kabisa hizo message, sawa? Kimoyoni nijisemea kwamba mshenzi huyo. Nilikuwa nimechukia, lakini nikamjibu kwamba hakuna shida mpenzi. Kenzo akajibu kwamba hata mimi natamani kuwa na wewe, ni kuonyesha mapenzi yanavyokuwa. Kuna namna najisikia vizuri nikiwa na wewe. Nikamjibu kwamba Kenzo, acha uongo kwa sababu uliniacha muda mchache uliopita. Kenzo akasema achana na hayo mpenzi. Niambie sasa hivi unafanya nini? Nikamjibu kwamba nipo kitandani, nimelala na wewe. Hapo Kenzo anachati, anajua kwamba anachati na Sara. Sasa Kenzo akasema kwamba ndo nimetoka bafuni kuoga, si ndio? Mimi nikajibu jamani Kenzo, hivi unajua mimi natamani kuwa na wewe hapo. Nichezee kifua chako na hizo lips zako. Nataka kuchafua mwili wako ukaoge tena. Kenzo akajibu kwamba unanichokoza wewe mtoto. Bala langu utaliweza kweli? Nikajibu basi nisamee, sirudi tena. Akajibu hapo ulipo umevaa nini? Swali lake lilifanya nitabasamu. Nijitazama, nilikuwa ndani ya kijora, lakini mimi sio mjinga, lazima nimchokoze. Nikamjibu kwamba nimevaa kigauni cha kulalia kifupi tu chenye kitambaa cha kuteleza. Kama ungekuwa unaniona nilivyolala, sidhani kama ungeweza kuvumilia. Kenzo akajibu kwamba wewe mtoto unajua unanipagawisha sana. Usije kusababisha nikufuate hapo usiku huu. Nikamwambia kwamba jamani Kenzo, usithubutu kuja kwa sababu hata mimi sitaweza kuvumilia nikikuona. Unajua ukiwa karibu yangu kuna namna nakuwa hoi kabisa.
Kenzo akajibu, hunishindi mimi. Kiukweli yani nisipokupata nitapagawa. Natamani kukuiba twende mbali. Nikamjibu ya kwamba mimi pia kuna wakati natamani kufanya hivyo lakini siwezi. Kenzo akajibu ya kwamba usiseme uwezi. Tunaweza kujaribu sawa Tunaweza kukutana hata mara moja tu. Siku hiyo tusiongea mambo mengine yote. Tuambizane tu namna tunavyojisikia alafu tuupe mwili ile kitu unataka. Msikilizaji, huyu Kenzo mbona kama ananivuruga sasa? Kikweli najisikia vizuri sana kuchati naye. Sikutaka kuishia hapo. Nikamtumia emoji vya kucheka. Kenzo akajibu ya kwamba usicheke, niko serious. Niambie unatamani tukionana nikufanyie nini? Nikamjibu ya kwamba we Kenzo wewe ni muuni sana. Kwani story shafanya hivyo? Kenzo akasema hapana, hii nataka iwe kwenye ratiba. Ile ilikuwa ni ghafla tu hata sikuenjoy. Nikajibu ya kwamba unamaanisha ni haukufurahia? Kenzo akajibu ndio, sasa kwa nini nikudanganye? Mimi nikajibu unajua nikikutana na wewe nitafanya nini? Kenzo akajibu niambie mpenzi. Nikajibu nitakukalia hapo katikati ya mapaja ili nijue urefu wako. Kenzo alisema ya kwamba nadhani utakimbia baada ya kugundua hukutakiwa kunidharau. Naahidi kukufundisha adabu. Siku hiyo utaniita majina yote unayoyafahamu. Mimi nikamjibu ya kwamba mbona una sifa sana? Kenzo akasema wewe ndio umesababisha. Huwezi amini mimi nimehisi nguo zimenibana nimevua zote. Basi nikamwambia kwamba natamani ungeniona nilivyosisimka. Natamani kukushika mpenzi. Kenzo akajibu usijali mpenzi, unaweza kunishika popote unapotaka. Nikamwambia kwamba naogopa bwana. Kama nikikusogelea hivi yani nilivyo unaweza usiniache. Kigauni nilichovaa ni kifupi, yani kipo karibu na yani kwa ufupi mapaja yangu yote hapo wazi. Kenzo akajibu kwamba unanivuruga sana. Yani nataka kukuona sasa hivi yani siwezi kuvumilia Nahisi mishipa yangu inataka kupasuka. Nahitaji msaada wako sasa hivi. Niruhusu nije tafadhali. Tukutane kwenye gari, haitachukua muda mrefu. Msikilizaji, bado ujumbe nilishtuka na kuangalia muda, ilikuwa ni saa 5 usiku. Tulipandishana hisia kiasi ambacho Albert alishindwa kujizuia. Nijilaumu kufanya hivyo. Nilimtazama Sara aliyekuwa kauchapo usingizi. Kwa wakati huu natamani sana ningekuwa yeye. Nisingelaza damu, lakini sina namna. Kama nikimruhusu aje, atagundua alikuwa na chati na mimi. Nilimjibu kwamba hapana Kenzo, usije. Nenda kaoge utapata nafuu. Kenzo akasema haiwezekani, nakutaka wewe sasa hivi. Nikamwambia jaribu kuwa muelewa basi. Hata mimi mwenyewe natamani sana kukazwa, lakini sasa mazingira hayaniruhusu. Na kwa hiyo tuonana siku nyingine. Kenzo akasema sawa nimekuelewa, lakini umesababisha niwe kwenye wakati mgumu sana. Nikamjibu pole baby, utakuwa sawa. Kenzo akajibu mimi siwezi kuwa sawa mpaka utakapokuwa karibu yangu. Nikamwambia mbona mimi nipo karibu yako, hutaki tu kunitazama? Kenzo akasema wewe mtoto, hivi unataka kufanya nini? Nikamwambia kwamba nakusogelea karibu kwa sababu nataka ukaa juu yako. Hiki kitu kigumu nilichokalia ni nini yani? Baby, nahisi urefu wako. Napapasa kifua chako. Nashindwa kujizuia yani nikikutazama usoni na kubusu mdomoni. Najisikia raha sana unaposhika kiuno changu. Kenzo akasema wewe mtoto utaniua. Mimi sitaki michezo yako. Nataka nikulaze kitandani alafu sasa mimi nije juu yako. Mimi nikasema jamani, taratibu basi usiwe na haraka. Mimi nataka tu kuionja ladha yako kwanza. Kenzo akasema sawa mpenzi, niache nikushike nywele zako alafu sasa na kuweka taratibu. Alafu baby, mate yako wa moto sana, nipa raha ujue. Mimi nikamwambia mpenzi, inateleza sana, nashindwa kuvumilia, nataka mwenzio. Kenzo akasema sawa mpenzi, labda basi nikushike miguu yote nije kati. Alipotuma ujumbe nikamwambia kwamba yes dia hapo. Taratibu sasa zamisha. Kenzo akasema unavuguna ndio unazidi kunitamanisha zaidi. Ninaanza kuongeza kasi sasa. Nikisukuma ndani zaidi. Alipotuma ujumbe nikasema kwamba hivyo baby, niko karibu kufika. Basi Kenzo akasema umenifanya sasa nichafue mashuka Sijawahi kuchafuka namna hii sitakusamea. Nikamjibu pole baby, nimeenjoy sana. Kenzo akasema sawa lakini hatujamalizana, umenipumbaza leo. Siku nikikushika wewe. Pole yako tu. Najikuta nacheka kwa sauti mpaka Sara akajigeuza. Niliogopa, nikamtakia usiku mwema, alafu nikazima data. Nilikuwa ni mwenye furaha sana. Nijiuliza kwamba hivi sijajichanganya kweli nikafanya gundue sio Sara aliyekuwa na chat naye. Nikurupuka nikaanza kupitia zile message. Hata sijui nimekuaje. Hivi nimefikiria nini kufanya hivi? Nilikuta nimeandika yote niliyokuwa natamani kufanya na mwanaume. Alafu na yeye nilishtuka niliposoma tena message zake. Sawa hakutaja jina langu,
lakini mbona kama alikuwa na uhakika sio yaani kama alikuwa na uhakika kwamba sio rahisi kukutana, wakati Sara anaweza kumpata muda wote akimtaka. Sitaki kuamini kama amenigundua. Niliwaza, lakini sikupata jibu, nikapotezea. Nilifuta message nyingi sana na kuacha za kawaida ambazo Sara hatogundua tulichokifanya. Kama Albert akimgusia Sara tulichofanya nimeisha. Basi nilimwekea simu yake, mimi nikaelekea chumbani kwangu. Nilikuwa mwepesi sana. Nilioga kisha nikalala. Nilianza kujiogopa kwa sababu sikuhisi hatia yoyote moyoni mwangu. Palipopambazuka asubuhi, nilimkuta mume wangu kitandani. Sijui hata alikuja saa ngapi. Mimi hata sikuangeka naye. Niliamka kitandani nikamtazama, alikuwa hoi kwa usingizi. Alionekana amechoka sana. Najua amepiga show ya kufa mtu huko alikotoka. Eti mtumishi wa Mungu. Nijikuta na Sonya tu kwa sauti kubwa. Nilitoka na pajama langu nikaenda kuamsha watoto. Niliwasaidia kujiandaa kwa ajili ya kwenda shule. Dada Flora alikuwa ameshaandaa chai. Walipomaliza kuvaa, niliwaacha wanakunywa chai, mimi nikaelekea chumbani kwangu kujiandaa na mimi. Sasa baada ya hapo nikawapeleka shuleni. Njiani tulipiga stories hapa na pale. Wanapenda kubishana na hasa David ni mbishi, yani David ni mbishi na mkorofi sana. Wakati Tina anatusimulia mwalimu wake darasani alivyomkali, ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Niliwafikisha shuleni nikageuza gari kuondoka. Sasa kabla ya kwenda dukani kwangu, nilikwenda ofisini kwa Chazi. Ujumbe alionitumia ulitaka nifike pale. Nilimkuta Chazi na mwanadada mrembo sana. Nilipomtazama vizuri ni kama nilimuona sehemu. Sikumbuki jina lake, lakini ni maarufu sana mtandaoni. Tulisalimiana na Chazi pale, akatutambulisha pale, nikagundua alikuwa Bongo Movie. Yule mwanadada alihitaji kushonewa nguo. Alinipa wazo la nguo anayotaka na mimi kama designer nikabuni gauni nzuri. Alifurahi sana. Hata mimi mwenyewe ilinitia moyo. Yaani sikutumia muda mrefu sana mteja akawa ameridhika kabisa. Basi tulielewana bei pale, akatanguliza kiasi cha pesa, akaaga na kuondoka. Sasa mimi nilibaki naongea na Chaz. Tulikuwa tunajadiliana sehemu ya kupata matilio ya nguo anayoyataka. Albert alikuwa pembeni kidogo. Nilimwona akiniangalia kwa namna fulani hivi ambayo sikumuelewa. Nilipomaliza kuongea na Chaz, nilielekea sehemu ya lifti. Nilihisi Albert ananifuata. Nilipoingia tu kwenye lifti naye akaingia. Lifti ilipofunga, alisogea karibu yangu zaidi na pumzi yake ya moto ilipepea kwenye shingo yangu na mkono wake ulizunguka kiuno changu. Nilikaa kimya bila kusema chochote. Alinisogeza ukutani, sasa mkono wake ukafika kwenye mguu wangu. Huyu Albert anasiji kavurugwa. Itakuwa zile meseji zangu zimeleta kizaza. Kwa bahati lifti ilifika mwisho, ikafunguka. Nilimsukuma pembeni, nikaondoka bila kugeuka nyuma. Nilimsikia akiniita lakini nilimpuzia. Sasa msikilizaji, upande wa Albert anatuambia kwamba nilikuwa kwenye gari langu nina hasira sana. Hivi Rachel anajikuta nani? Yaani haoni kama ni bahati kuwa na mimi. Na wasichana wengi nimewakataa kuwa nao. Yeye ni nani? Anajiona nani mpaka yani ananikwepa? Anajiona mjanja sana. Ngoja nitamkomesha. Nilifoka nikipiga mkono wangu kwenye usukani. Anavunga tu na uhakika ni yeye niliyekuwa na chat naye. Basi nilijiridhisha asubuhi nilipomtumia ujumbe Sara wa kumtakia siku njema. Alichojibu kilifanya nipigie mstari imani yangu kwamba yule niliyechat naye jana usiku hakuwa yeye. Yaani hakuwa Sara. Na pale nyumbani kwao hakuna anayeweza kuchati namna ile tofauti na Rachel. Zile jumbe za Rachel zilizidi kunivuruga. Hata nilipomuona nilikosa utulivu. Ananikaushia kabisa, ni kama sio yeye aliyeniambia kwamba ananitamani. Nimejaribu sana kumpata lakini ameondoka. Sijui kwa nini, nilidhani atakuwa kwenye gari, ni bora ningembananisha kwenye kona yoyote na hakika ningefanikiwa. Ningemfanya kitu atakachogundua mimi sio mtoto kama anavyonichukulia. Siwezi kuendelea hivi, lazima nitafute sababu ya kuwa naye. Anajifanya uko serious sana, ipo siku. Hasira nilizokuwa nazo zikanituma nimtafute Sara. Nichukua simu yangu nikamtumia ujumbe wa kwamba uko wapi, nataka kuonana na wewe. Sara akajibu niko nyumbani, unaweza kunifuata eti? Nilitabasamu baada ya kusoma ujumbe wake. Nadhani utakuwa umeelewa kwa nini na uhakika niliyechat naye usiku ni Rachel. Kwa sababu Sara bado ana uandishi wake
wa kwamba niko nyumbani. Yaani neno niko nyumbani, haya ni maneno mawili, niko nyumbani, lakini yameunganishwa. Unaweza kunifuata, yote yameunganishwa pia. Afu Sara, okay, tuachane basi na hilo. Sara kwenye uandishi wake anapenda sana kumalizia na neno eti. Yaani eti ya ety. Na kama tu mwenyewe mgundua kwenye kila message ya Sara mwisho kuna neno eti. Na kingine anaandika maneno yani yamebanana sopo. Sasa zile message za usiku zilikuwa na utofauti mkubwa sana. Sitaki kuamini kama dada yao wa kazi ni mjanja kiasi hicho. Nilimjibu Sara ya kwamba bado niko mbali kidogo. Unaonaje kama ukisogea nikukute mjini? Natamani sana kukuona. Sara akajibu hakuna shida, utanikuta dukani kwa dada. Nikasema safi sana. Hicho ndicho kwa nataka. Nilifurahi lakini nikajifanya kama simjui huyo dada yake. Nikamwambia kwamba kumbe dada yako ana duka mjini. Basi nitumie basi maelekezo ni sehemu gani nikufuate hapo. Sara alituma ujumbe wa kunielekeza na baada ya nusu saa alituma ujumbe mwingine kunitaarifu kwamba ameshafika. Mimi sikupoteza muda. Niliwasha gari mpaka nje ya duka la Rachel. Nisimamisha gari ng'ambo ya barabara. Sasa nilipotazama dukani nikamwona Rachel akiwa busy anashona. Nikapiga honi kwa fujo, Sara akatoka dukani. Hapo hata Rachel alitazama nje. Kwa makusudi nilishusha kioo ili anione vizuri. Alafu nikamwangalia kwa tabasamu. Nilifurahi baada ya kujua ameniona. Nataka umie roho. Nilimtazama Sara aliyekuwa anavuka barabara kulifuata gari. Wow, alikuwa amependeza balaa. Jamani, msijisahau huyu dem ni pisi sana. Na maanisha Sara amejaliwa sura na umbo, ni vile tu ana pigo za kienyeji sana. Yaani hakuna anachokijua kwenye mapenzi zaidi ya kudinywa tu. Sasa upande wa Rachel anatuambia kwamba mpaka ilipofika saa 1 usiku nilikuwa bado nashona nguo ya yule Bongo Movie, ndio amekuwa nashona. Msaidizi wangu Agi aliniaga na kuniacha dukani. Nilikuwa nimechoka lakini niliendelea kushona. Nataka kuwa busy ili nisifikirie mambo ya Albert na Sara watakachoenda kufanya wakiwa peke yao. Nilipokuwa naendelea kushona, nilipokea ujumbe kutoka kwa mume wangu. Alikuwa ananiuliza kama nimesharudi nyumbani. Sikumjibu. Niliendelea na kazi mpaka saa 3 kasoro ndipo nikapaki vitu vyangu na kufunga duka. Sasa ujumbe mwingine kutoka kwa mume wangu uliingia akitaka kujua bado nipo dukani anifate. Huyu mtu hata sijui nimjibu nini. Hapo moyo wangu yani ni unadunda kwa spidi kila nikitafakari namna Albert alivyomshikisha ukuta Sara. Na hizi picha zao zinanifuata kila mahali. Najisikia vibaya na hizi hasira zote naenda kuzimaliza kwa Batina. Lazima kieleweke, nilidhamiria kabisa kumwambia kila kitu. Nilifika nyumbani mida ya saa 3 usiku. Mume wangu alikuwa tayari amerudi. Watoto walikuwa wamelala tayari. Nilichelewa makusudi, nilitaka aanze kunioji kwa nini nimechelewa. Jibu langu yani lingeambatana na ile bracelet, alafu yani ningesindikiza na swali. Aniambie hiyo bracelet ni ya nani na ilifuata nini kwenye gari. Akikana, hapo sasa nitamfunulia kitabu kizima. Nilimkuta kwenye meza ya chakula na mimi nikajumuika naye. Sasa baada ya kusalimiana pale nini, aliniita na kunipakulia chakula. Sijui hata aliwezaje yani. Na sijui kwamba aliwaza nini yani hata kuniuliza chochote. Ana bahati maana ningelianzisha hapo hapo. Baada ya kula tuliingia chumbani kwetu. Mimi nilipitiliza bafuni kuoga. Nilipotoka nilikuwa nimejifunga taulo. Sasa wakati nasogea kwenye meza yangu ya vipodozi nikaliona boksi nikalichukua. Kabla sijalifungua niligeuka kumtazama mume wangu. Peter alikuwa busy tu anavua suruali yake ili aende kuoga. Aliponitazama akatabasamu. Sikumuelewa hata, nikarudisha macho kwenye boksi, nikalifungua. Nijikuta natamka wow baada ya kuona mkoba mzuri sana. Sauti nzito yenye mtetemo uliopenya kwenye masikio yangu ilisema ya kwamba umependa zawadi yako. Mume wangu alinijibu akiwa amesimama nyuma yangu akiwa na boxer tu. Alinishika mabega yangu, mimi nikajikuta sana sisimuka, hasira zote ziliyeyuka. Nikamgeukia na kumkumbatia. Kwa mara ya kwanza namkumbatia mume wangu kwa hisia bila kuhofia atanionaje. Nilimwanza mwenyewe nikambusu mdomoni. Aisee, sikufiche Peter alinishangaa mimi wala hata sikujali tena. Kwa makusudi nilidondosha taulo niliyokuwa nimejifunga
nikamvuta na kwanza kumpa kiss. Sasa Peter sio mnyonge sana, alianza kunipa ushirikiano, lakini sasa hakuchukua muda mrefu akanyanyua na kunilaza kitandani. Shughuli iliyofuata ni moja tu na staili ni ile ile. Kama kawaida yake, alipomaliza alinyanyuka na kuelekea bafuni. Aisee, nilitamani kulia. Yaani wakati ngoma ndo imeanza kunoga, mwenzangu ndo anazima mziki. Nilichukia. Nikanyanyuka nikijipiga kifua. Aisee, inauma kuliko kawaida. Na sio kwamba mume wangu ana shida. No, yuko vizuri. Hata wakati ananyanyuka, mnara bado ulikuwa unasoma. Uchoyo tu ndo unamsumbua. Alitoka bafuni akavaa pensi lake na kujitupia kitandani. Yaani hata hawazi. Hanitazami. Wanaume wenye tabia mbadilikeni. Basi acheni basi binafsi jamani. Hiyo starehe tunastahili wote. Hasa wakati mimi nimevimba kwa hasira, mwenzangu hana hata habari, yuko busy na chati. Nitamani yani mnyang'anya hiyo simu niitupe chini. Lakini kimtazama nashindwa kuchukua hatua. Nawaza nikiitupa chini nitamwambiaje anielewe ili turudie mchezo. Aisee, nilikosa jibu, nikaokota taulo langu na kuelekea bafuni. Asa nilipotoka kuoga nilihitaji maji ya kunywa ili kushusha pressure. Nilitazama pale chumbani sehemu tunaweka maji, nilikuta ameisha. Nikavaa pajama langu, nikatoka kuelekea sebuleni. Sasa nilipofika sebuleni nikamkuta Sara amekaa kwenye sofa, anaangalia movie. Aliponiona tu alifurahi sana na kunifuata, akasema kwamba dada bora umekuja, nilikuwa naogopa kukuita. Nikamuuliza kuna tatizo gani? Sara akasema ni kuhusu Kenzo. Nikamwambia Kenzo tena? Jamani, si ulikuwa naye tena mimi nidhani utalala huko. Dada mimi nitamaniwa hivyo, lakini sasa tuliishia kula hotelini tu, yani hata kukodi chumba. Unasemaje? Yani ina maana mkufanya chochote? Nilisema nikikaa kwenye sofa, naye akarudi tukakaa wote, akasema kwamba ndio dada, yani leo mimi nimeboeka kweli. Muda wote nilikuwa busy tu akiongea na simu. Hizi habari zilinishangaza sana. Nijisemea kwamba kwa nini Kenzo afanye hivyo? Kwani si alitakiwa atumie nafasi hiyo vizuri? Baada ya kumchanganya jana usiku, Mungu wangu nisaidia, sio amegundua ni mimi niliyekuwa na chat naye. Nijisemea hivyo nikihisi kutetemeka. Asa Sara akauliza kwamba dada uko sawa? Nikamwambia ndio niko sawa mdogo wangu, nilikuwa nimejia maji. Nilisema huku nikinyanyuka na kulifuata jagi. Sara akasema, kwani jana mlichati nini na Kenzo? Swali la ghafla likatua kama jiwe kichwani kwangu. Niliogopa. Mungu wangu, huyu mjinga Albert atakuwa amemuonyesha message zetu zote. Nitetemeka kiasi cha kudondosha glasi ikapasuka. Sara akasema kwamba dada una tatizo gani? Mbona sikuelewi? Sara alisema akinishika mkono, akaniongoza mpaka kwenye sofa, tukakaa. Basi akaniambia kwamba Kenzo anataka tuchati kama jana. Nimejaribu kumtumia ujumbe lakini ni kama hatuelewani. Basi nishusha pumzi baada ya kusikia hivyo. Angalau nilipata amani, sijaumbuka. Nilipata nguvu nikanyanyuka na kufuata glasi nyingine kabatini. Sara akauliza kwamba dada, na leo unaweza kunisaidia kuchati naye? Nikasema hapana Sara, siko vizuri leo. Nilisema nikimimina maji kwenye glasi, nikanywa. Sara akasema kuna kitu kinakusumbua au umegombana na shemeji? Nikasema ndio, nilikuta bracelet kwenye gari na inaonekana ni ya mwanamke. Sara akasema jamani dada usifikirie mambo mabaya, huenda alimpa lift mwanamke akaidondosha kwa bahati mbaya. Sara, na hakika shemeji yako na mwanamke? Nilisema nikipiga hatua kuelekea chumbani kwangu. Sara akasema una hivyo tu wa bure, shemeji yangu sio mtu hivyo kabisa. Huyu mtoto anaona elewa anachosema. Nilimpuuzia nikaondoka. Niliingia chumbani kwangu nikamkuta mume wangu ameshalala. Nilishika simu yangu nikamtumia ujumbe Albert. Nikaandika kwamba Albert, hebu acha kumsumbua mdogo wangu. Albert alijibu message yangu kwa emoji za vikopakopa. Alinichanganya, nikamtazama mume wangu kwa wasiwasi, nikafuta haraka. Nikamtumia ujumbe mwingine nikamwambia kwamba acha ujinga. Hivi nini kunanitumia? Kuwa na adabu, unahisi una chat na Sara? Nilikuwa nimepanic kiasi. Albert akasema iko siku nitakushika, usijisahau uliniahidi. Nilishtuka nikitoa macho kwenye simu utadhani yani natafuta ni sindano kwenye mchanga. Nikamwambia kwamba utanipata kwenye ndoto zako. Nilimjibu alafu nikazima simu. Msikilizaji, Albert sio mjinga kama nilivyodhani. Anajua kila kitu. Sijui nitawezaje kumtazama baadaye. Ni kweli nilimwahidi mambo mengi nikidhani natumia nafsi ya Sara. Sasa nitafanyaje mimi? Msikilizaji, sehemu inayofuata ndio sehemu ya mwisho. Tukutane tuweze kumalizana na hili swala. Mume anachati, mume anachati.
mume anachiti, mwanamke naye anachiti. Kuchiti kwake ni hivyo tu, kuendelea kumweka karibu mtu ambaye yeye anaelewa kabisa anahisia naye na bado anamweka karibu. Sawa, ni kwa sababu ya mdogo wake, lakini kwa huku tunakoelekea, anyway, sidhani kama Rachel anaweza akatoboa mbele ya Albert. Sidhani. Ila yaliyofuata baada ya hapo, msikilizaji, ni kituko, ni maumivu, ni balaa vibaya mno. Sehemu ya mwisho, Albert alichokifanya ilikuwa ni kufuru. Neema yake Mwenyezi Mungu tu iwe pamoja nami na wewe hapo unanisikiliza, ili kwa mapenzi yake tukutane sehemu ya mwisho, tumalizane na hii simulizi tamu sana ambayo imeandaliwa na Judith Kaunda na kusimuliwa nami Lucas Lumbas. Mtandao wa kijamii natumia hivyo Lucas Lumbas simulizi, yani Instagram pamoja na TikTok. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.